Ndugu wanahabari, karibuni katika press hii ambayo nimewaita. Kwanza niwashukuru kwa kuja kwenu. Imekuwa short notice, lakini niliona kuna umuhimu wa kukaa na kuongea na nyinyi angalau niweze kufikisha kwa ufupi. Nimekuiteni kama mnavyojua, kwa wale ambao ningependa kujitambulisha kwa haraka. Mimi naitwa CPA Hosea Rugano, ni mwenyekiti wa timu ya Namungo na ni mwenyekiti wa chama cha soka cha mkoa wa Lindi, na vile vile mimi ni mjumbe wa kamati ya utendaji ya TFF na nimekuwa mwenyekiti wa kamati ya mashindano ya TFF na nimekuwa ni mjumbe wa kamati ya masaa 72 ya bodi ya ligi. Sasa kilichonileta hapa leo ni kutaka kuwajulisha nyinyi pamoja na umma wa Tanzania, kuna taarifa ambayo ningependa kuifikisha kwenu na kwa wadau. Leo nilipokea barua kutoka kamati ya uchaguzi ya TFF ikinitaarifu kwamba siku ya jana walikaa kikao, tarehe 26 walikaa kikao ambacho kilikuwa ni kikao cha majadiliano, na katika hicho kikao walipitia mchakato wa uchaguzi, na kama mnavyojua tuna uchaguzi siku ya tarehe 29 kesho kutwa. Kwa hiyo katika kupitia mchakato wakaona kwamba kuna mambo ambayo waliona yanaleta muingiliano wa kimaslahi kwa nafasi yangu. Kama nilivyotaja hizo nafasi, kwa hiyo hizo nafasi zimetajwa: nafasi ya kamati ya utendaji, nafasi ya mwenyekiti wa mashindano na nafasi ya mjumbe wa kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi. Sasa hiyo barua imetaja sababu hiyo na imenitaka mimi nijiuzuru nafasi ya kamati ya utendaji ili kusiwe na mwingiliano huo wa kimaslahi. Sasa kutokana na muda kuwa mfupi na kama mnavyojua uchaguzi ni kesho kutwa, sasa mimi sijapata muda wa kulitafakari zaidi kwa maana ya namna ambayo linaweza likawa lina tija kisheria. Lakini mimi nimekuja hapa kuonyesha utiifu kwa kamati ya uchaguzi na nimekubaliana na walilolitaka. Kwa hiyo nimekuja leo kuwatangazia kwamba kuanzia leo mimi nimejiuzuru nafasi ya kamati ya utendaji ya TFF na kamati ya mashindano ya TFF pamoja na kuwa mjumbe wa kamati ya masaa 72 au kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi. Sasa nimeona nitumie nafasi hii. Kama mnavyojua, nafasi ya kamati ya utendaji ni nafasi ya kuchaguliwa, na mimi nilichaguliwa na wajumbe wa mkutano mkuu wa TFF. Waliniamini na wakanipa hii nafasi. Kwa hiyo nimeona nitumie nafasi hii kuwafikishia ujumbe walionichagua, kuambia kwamba nimelazimika baki na hilo ili niweze kuendelea na mchakato wa bodi ya ligi. Mimi nimekuwa mdau na nimekuwa kiongozi kwenye mpira wetu huu kwa miaka takriban 10. Nimekuwa kiongozi na nimeona ukuaji wa mpira wetu. Nimeona ligi yetu ikikua kwa kasi kubwa sana, lakini nimekuwa nikiona ukuaji wa bodi ya ligi hauendani na kasi ya ligi yenyewe. Kwa hiyo sasa mimi nimeona kwamba nina nafasi ya kwenda kusimamia mambo pale na kusogeza mambo kwa kasi na kwa namna ya ambayo itasaidia kuleta mabadiliko zaidi katika bodi ya ligi. Sasa ili tuende nayo mambo vizuri, kuna mambo ambayo ni lazima sasa tukayasimamie, ambayo mimi ni mipango yangu ambayo nimeiweka katika kampeni zangu, kuhakikisha kwamba bodi sasa iweze kupata nafasi ya kujitegemea, kuwa na reformation ambayo itasababisha bodi sasa iweze kufanya maamuzi kwa haraka na iweze kufanya ukuaji wa uchumi wa vilabu na bodi iweze kuwa sasa independent. CPA, tulipata pia taarifa kwamba hii nafasi ambayo unawania leo, kuna nyakati tofauti umepangiwa majukumu ya kusafiri kwenda nje kufanya majukumu mengine, ikiwa ni
HOD wa safari za Simba kama mechi ndio ambayo Simba wanasafiri, lakini pia hata safari iliyopita tulipata taarifa kwamba walipangiwa kwenda kufanya majukumu hali huko kwenye kinyang'anyiro hichi cha kugombea nafasi kwenye bodi ya ligi. Je, ni kweli mpaka tulipata taarifa kwamba hujasafiri na Simba umekataa kusafiri? Unaweza kutufafanulia pia tuweze kujua kama ni kweli na upangiwa na nani? Siwezi kusema nani alinipangia. Ni kweli nilipangiwa majukumu, ni kawaida, kwa sababu unapokuwa mjumbe wa kamati ya utendaji, utaratibu uliopo ni kwamba unapokuwa mjumbe wa kamati ya utendaji ndio unaweza kuwa kiongozi wa msafara. Sasa wajumbe wa kamati ya utendaji tupo 12. Sasa hao 12, na kama mnavyojua timu zetu tulikuwa na timu 4 za ambazo zimefuzu mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ni lazima kila mtu atapata nafasi hiyo. Kwa hiyo sasa unaweza kukuta umepangiwa lakini yakaingiliana. Sasa lile la kwanza nililifanya, ili la pili nimeshindwa kulifanya kwa sababu limekuja limeangukia tarehe ambayo ni ya uchaguzi. Na nafasi ambazo ulichaguliwa na wajumbe wa nia kuendelea kutimiza kile ambacho wao wanachoiona wao kuhusu leo. Nafasi ninayoenda kuigombea ni nafasi ya kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi, lakini nafasi ambayo itanifanya niwe makamu wa pili wa rais wa TFF, lakini itanifanya vile niwe mjumbe wa kamati ya utendaji kama nitashinda. Sasa naona majukumu bado yatabaki kuwa yale yale, kwa maana kwamba bado wajumbe wa mkutano mkuu nitawatumikia kupitia nafasi ya kamati ya utendaji, lakini nitakapokuwa natumikia bodi ya ligi ambayo ndio sasa inatuheshimisha kama nchi, nitaweza kuwa na nikawafikia zaidi. CPA kulikuwa na taarifa pia ambazo pia tulisikia kwamba kulikuwa na shinikizo kwenye nafasi kwamba uachie ni nafasi ambayo leo unabaki kwenda kuwania nafasi ya mwenyekiti wa bodi ya ligi. Ilitokea mapema unaambiwa uweze ku step down. Kweli hizo taarifa zilikuwepo, na kwa nini pengine kuchukua hatua ya ku step down kama kulikuwa na taarifa na namna hiyo? Mimi siamini katika mashinikizo. Kwa hiyo hilo swali siwezi kulijibu. Siwezi kujibu. Lakini ilikuwepo. Siwezi kujibu hilo swali. Umejiuzuru nafasi zako kutokana na muungano wa kimaslahi kuelekea kwenye nafasi ambayo unaenda kugombea, lakini vipi kwa mpinzani wako ambaye unagombea nafasi pamoja, akiwa kwa sasa ni kaimu mwenyekiti wa bodi ya ligi, lakini ni rais wa Azam, lakini vile vile anafanya kazi kwa kampuni za Azam? Yeye pia alipewa barua kama ya kwako kuachia nafasi nyingine ili kuzuia muungano wa kimaslahi? Ni swali zuri, lakini sasa ni bahati mbaya sana hilo swali kuelekezwa kwangu, kwa sababu anayeweza kulijibu hilo swali ni kamati ya uchaguzi, kwa sababu mimi nimeandikiwa na kamati ya uchaguzi. Kwa hiyo huenda na wao wamemwandikia yeye vile vile kama unavyosema, kwa sababu inawezekana wewe umeliona hilo swala la mgongano wa kimaslahi kwa mgombea mwenzangu vile vile, basi wao wanaweza kuwa labda na yeye wamemwandikia barua. Kwa hiyo hilo swali nafikiri waulizwe kamati ya uchaguzi. Ili binafsi yako unadhani ni sahihi ama wewe ulipendelea kuachia ama hivi? Mpaka nilichukua fomu na nikaenda mchakato yote, ina maana nilitamani kwamba niendelee kushikilia hizo nafasi mpaka mwisho, lakini kamati ya uchaguzi wamekuja na logic ambazo wameziona labda ni za kisheria zaidi. Kwa hiyo mimi nimetii. Kuna kanuni, kuna makosa yote ya kanuni. Katika barua nimetajiwa kanuni. Umetajiwa kanuni. Lakini sijapata muda wa kuzipitia hizo kanuni nilizotajiwa. Ndio. Sasa unaachaje nafasi ambazo ziko tayari uko nazo, unakwenda kwenye nafasi ambayo hujaipata, una uhakika nayo? Ikitokea hiyo nafasi ukaikosa, maana utakuwa umekosa pote na ulitumia pengine na muda wako, rasilimali fedha na kadhalika kutafuta hizo nafasi za kiongozi. Ili umejipanga nazo nini? Mimi nimefanya research ya mambo gani ambayo bodi ya ligi inayahitaji, na ndo hayo nayatumia sana kuomba kura kwa wajumbe. Naamini wajumbe watanielewa, lakini hata nikikosa bado mimi ni mdau wa mpira. Nitaendelea kusapoti watakaochaguliwa, nitafanya nao kazi vizuri. Kwa hiyo sio lazima kwamba niwe kiongozi, lakini kama wajumbe wataweza kunielewa wakanipa nafasi, mimi nitawatumikia.
lakini kama wajumbe wataona wanatakiwa kumpa mwenzangu, mimi nitaungana naye, nitamsupport. Sio lazima niwe kiongozi, kwa sababu bado mimi ni kiongozi wa Namungo na bado ni mwenyekiti wa chama cha mkoa wa Lindi. Kwa namna kwamba uchaguzi unakwenda mpaka sasa, process zake kuna haki, kuna uhuru, kwa maana uchaguzi unaoona utakuwa wa uhuru na haki kwa namna unakwenda mpaka sasa? Yes, uchaguzi naamini utakuwa huru na haki, na kamati yetu hii ya uchaguzi imekuwa ikifanya kazi vizuri sofa, na kamati hii imetupeleka chaguzi mbalimbali. Mwezi miwili iliyopita mitatu tulikuwa na uchaguzi mkuu wa TFF, ilisimamia kamati hii. Kwa hiyo mimi nina imani na kamati.